Kombe la Dunia 2026 limeandika simulizi nyingine ya kipekee baada ya Marcus Rashford wa England na Axel Tuanzebe wa DRC Congo kujikuta wakikutana kama wapinzani katika hatua ya 32 bora. Kilichovutia wengi si tu ubora wao uwanjani, bali historia yao ya muda mrefu iliyotokana na kusoma pamoja utotoni na kukulia ndani ya mfumo wa maendeleo wa Manchester United. Rashford na Tuanzebe walikutana kwa mara ya kwanza wakiwa wanafunzi katika shule iliyokuwa ikishirikiana na Academy ya Manchester United. Wawili hao walitumia miaka kadhaa wakisoma pamoja, wakifanya mazoezi pamoja na kushiriki ndoto moja ya siku moja kucheza soka la kiwango cha juu. Urafiki wao uliendelea kukua huku kila mmoja akionyesha kipaji chake tangu akiwa na umri mdogo. Baadaye walipandishwa katika Academy ya Manchester United na kucheza bega kwa bega katika timu za vijana. Wakiwa Old Trafford walishiriki safari moja ya maendeleo, wakifundishwa na makocha wale wale, huku wakiamini siku moja wangeichezea timu ya kwanza. Rashford alikuja kuwa mshambuliaji tegemeo wa Manchester United na England, wakati Tuanzebe naye alipata nafasi ya kuitumikia klabu hiyo kabla ya kuendelea na safari yake ya soka. Miaka kadhaa baadaye maisha yaliwachukua katika njia tofauti. Rashford aliendelea kuiwakilisha England, huku Tuanzebe akaichagua kuichezea DRC Congo katika ngazi ya kimataifa. Uamuzi huo umeifanya Kombe la Dunia 2026 kuwa jukwaa la kuwaunganisha tena, lakini safari hii si kama marafiki wa Academy, bali kama wapinzani wanaowania nafasi ya kutinga hatua ya 16 bora. Licha ya ushindani huo mkubwa, wawili hao wameendelea kuonyesha heshima kubwa kwa kila mmoja. Kabla ya mchezo huo, mashabiki walikumbushana picha zao za zamani wakiwa watoto ndani ya Academy ya Manchester United, huku wengi wakieleza kuwa simulizi yao ni mfano mzuri wa jinsi soka linavyoweza kuwaunganisha watu kabla ya kuwapeleka katika njia tofauti za maisha. Mchezo huu wa hatua ya 32 bora unatarajiwa kuwa wa hisia za kipekee kwa Rashford na Tuanzebe, kutoka kukaa dawati moja darasani, kushiriki ndoto moja ya kuwa wanasoka wakubwa, hadi kukutana uso kwa uso kwenye jukwaa kubwa zaidi la soka duniani. Kombe la Dunia 2026 limeongeza ukurasa mwingine wa kihistoria unaothibitisha kuwa safari ya soka inaweza kubadilisha maisha, lakini kumbukumbu za urafiki wa utotoni hubaki milele. Mimi ni Ino TZA.